Safari ya maisha, abiria na wapiga madebe sehemu ya kwanza. Mwanzo wa njia. Asubuhi ya baridi kali Njombe, ukungu mzito ulikuwa umefunika stendi ndogo ya mabasi. Sauti za wapiga debe zilikuwa zinachanganyika na kelele za abiria waliokuwa wanahangaika kutafuta usafiri. Makambako, Iringa, Dodoma, panda hapa haraka, siti bado zipo, alipaza sauti God bless, kijana mwenye nguvu na uzoefu mkubwa wa kupiga debe. Pembeni yake alikuwa Fokasi, akisaidia kuvuta abiria kwa mbinu za kushawishi. Basi la uhakika hili linafika salama. Dereva wetu ni noma. Basi lenyewe lilikuwa linajulikana kama Brother G, mali ya tajiri anaitwa Boss, mtu mkali lakini mwenye moyo wa huruma uliojificha. Ndani ya basi, Francis dereva alikuwa tayari ameshika usukani, huku akimwangalia kondakta wake Anthony aliyekuwa akikusanya nauli kwa haraka. Abiria wanakutana. Katika abiria waliokuwa wakipanda basi siku hiyo walikuwepo Rose, msichana mpole anayesafiri kwenda Iringa kusaka kazi. Selina, mama mwenye mtoto mdogo akielekea Dodoma. Recho, kijana mwenye ndoto za kuwa mfanyabiashara mkubwa. Kaiza, mwanafunzi aliyekuwa anarudi shule. Gresha, mwanamke jasiri aliyezoea maisha ya kusafiri. Inde, mzee mwenye busara nyingi. Na wengine waliotajwa kama wananchi, watu wa kawaida wenye safari zao. Kila mmoja alikuwa na shida zake, ndoto zake na matumaini yake. Safari inaanza. Basi liliondoka Njombe kuelekea Makambako. Njiani ghafla, mtoto wa Selina alianza kulia kwa sauti kubwa. Selina alionekana kuchanganyikiwa. Samahani, hana chakula tangu asubuhi, alisema kwa sauti ya huzuni. Bila kusita, Rose alitoa mkate wake. Chukua dada, mtoto asilie. Gresha naye akaongeza, na maji haya yatamsaidia. Hapo ndipo Inde, mzee mwenye hekima, alisema kwa sauti tulivu. Huu ndio ulimwengu unatakiwa kuwa. Mtu akimsaidia mwenzake, dunia inakuwa nyepesi. Tatizo la kwanza. Walipofika karibu na Makambako, basi lilianza kutoa sauti ya ajabu. Dereva Francis akapunguza mwendo. Anthony, kuna tatizo hapa, alisema kwa wasiwasi. Basi likasimama kabisa. Abiria wote wakaanza kunung'unika. Tutachelewa. Mbona basi bovu? Lakini hapo ndipo kitu cha ajabu kilitokea. God bless, Fokasi, na hata baadhi ya abiria kama Recho na Kaiza walishuka kusaidia. Wakasaidiana kusukuma basi hadi pembeni ya barabara. Boss aliyekuwa ndani ya basi alishangaa kuona mshikamano ule. Alisema kimoyomoyo, maskini hawa watu, lakini mioyo yao ni mikubwa kuliko hata matajiri wengi. Funzo la kwanza. Baada ya muda, tatizo likarekebishwa. Kabla hawajaondoka, Inde akasema, maisha ni safari kama hii basi. Leo unasaidiwa, kesho unasaidia. Hakuna anayeweza peke yake. Kila mtu alikaa kimya akitafakari. Hata wale waliokuwa wananung'unika awali walitulia. Mwisho wa sehemu ya kwanza. Basi la Brother G likaanza tena safari yake kuelekea Iringa, likiwa limebeba zaidi ya abiria. Lilibeba umoja, huruma na somo kubwa la maisha. Lakini mbele yao kulikuwa na changamoto kubwa zaidi. Riwaya: Safari ya maisha, abiria na wapiga madebe. Sehemu ya pili: Siri na hatari njiani. Basi la Brother G lilikuwa linaenda kwa mwendo wa wastani likielekea Iringa. Mazingira yalikuwa ya kijani, milima ikipita pembeni, upepo mwanana ukiingia dirishani. Ndani ya basi hali ilikuwa imetulia kidogo. Baadhi ya abiria walikuwa wamelala, wengine wakiongea taratibu. Lakini nyuma ya utulivu huo, kulikuwa na jambo zito linaanza kuota. Siri ya Recho. Recho alikuwa amekaa kimya muda mrefu, macho yake yakizunguka ndani ya basi kana kwamba anaficha kitu. Kaiza aliyekuwa amekaa karibu naye alimwangalia kwa mashaka. Bro, unaonekana una mawazo sana, Kaiza alisema. Recho akasita kidogo, kisha akasema kwa sauti ya chini, kuna begi ndani ya basi hili, lina kitu cha thamani sana.
Kaiza akashangaa. Thamani gani? Recho akasema, sio pesa tu, ni kitu kinachoweza kubadilisha maisha ya mtu. Kaiza akahisi moyo wake kupiga haraka. Chemchem za mapenzi. Mbele kidogo, Rose na Anthony walikuwa wanaanza kuzoeana. Anthony akamwambia kwa utani, ukifika Iringa usipate kazi, njoo uwe kondakta msaidizi wangu. Rose akacheka, na wewe utanilipa mshahara gani? Tabasamu tu, Anthony akajibu. Wote wakacheka. Pembeni, Gresha alikuwa anawaangalia na kutabasamu kimoyomoyo. Mapenzi huanza hata njiani, alijisemea. Hatari inatokea ghafla. Basi lilipofika eneo la milimani kabla ya Iringa, Franci alikanyaga breki kwa nguvu. Brak! Abiria wote wakashtuka. Mbele yao kulikuwa na lori lililopinduka barabarani, likizuia njia yote. Kelele zikaanza.